baina ya Irani, Marekani na Wayahudi. Sasa tunakwenda mwezi wa 3, na wapo wanaosema kuwa Irani imeshinda, lakini Marekani inasema wao imeshinda. Lakini kubwa ni kuhusu uranium, kuwa hawataki Irani iwe na nuclear. Na kwa hakika Khamenei katika uhai wake alisema hii si silaha ya mtu kuwa nayo, na alitofata kabisa kwa hii hapa, kwa sababu mtu yoyote ukionyeshwa madhara ya nuclear utatishika. Sasa kwambii kiongozi wa dini, yeye anatishika zaidi, kwa sababu anajua siku moja atasimama mbele ya Allah na atajibu. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kitu kimoja, ni kuwa Mungu amenijalia kutembea ulimwenguni, na baadhi ya sehemu ambazo mimi wanazihadithia katika kipindi hivi nimefika. Mathalan, nimefika Suez, ambako ukienda na Suez unatokea Ismailia, unapovuka ule Suez unaliona jangwa la Sinai, na wakati wa vita vya mwaka 67 ile jangwa lote lile lilitekwa na Wayahudi, na baada ya kuliteka wakaweka kama ngome, na yule mkuu wa majeshi aliteka Sinai akiitwa Bale, na akaweka ngome ya mchanga inaitwa Bale Line. Nilipofika pale mwaka 1988 ilikuwa wameshapatana baina ya Misri na Israel, wameshapata, vita vimekwisha, na jangwa lote lile lilikuwa limesharejeshwa kwa hiyo Misri. Nimeona mwenyewe, nikaona Bale Line, nimeona jangwa. Nimefika Montaza Palace. Montaza Palace ipo Alexandria, na ilikuwa ni nyumba ya wakati wa kiangazi, katika summer house. Wakati wa kiangazi anapotaka kupumzika mfalme wa Misri wakati huo, Farouk, alikuwa anakwenda Alexandria hapo Montaza Palace. Mimi nimefika kwenye msikiti ambao uko Montaza Palace pale, swali Jumaa moja. Kwa hiyo baada ya vitu nikitahadithia naviona. Sasa pale kuna kitu kimoja nilishahadithia huko nyuma, ni kuwa vita vya Yom Kippur mwaka 73 ambavyo wataalamu wanasema vita vile ndivyo vilikuja kuonyesha kuwa Israel haina nguvu kama vile watu wanapotaka kuamini, kwa sababu Mohamed Haikal alikuwa hariri mkuu wa Masjid al-Haram maarufu, sio Misri tu, sio Kiarabu. Alikwenda kumwona Anwar Sadat pale, vita vinapigana, akaenda pale, na kwenye kitabu chake kilichoandikwa The Road to Ramadan, Anwar Sadat anania Mohamed Haikal kama vile anamcheza shere. Sadat anasema nilipofika nimemkuta Sadat ameshika glasi ya kinywaji na kuna Muhammad, vipi tena, mbona unakuja kwa nini unataka? Nikamwambia mimi nimekuja kuuliza habari ya vitu vinavyokwenda. Akamwambia bwana, mimi umewaacha watu wanaohusika wako huko na nini bwana, Cairo bwana, unakuja kwa nini? Lakini alikuwa hajui kuwa vita vilikuwa vinakwenda vizuri kweli. Walipoanza vita vilikuwa vinakwenda vizuri upande wa Arabu. Syria chini ya Hafidh al-Assad wanashambulia, na ilibakia muda mfupi tu majeshi ya
ile vifaru vya Syria vingeingia Tel Aviv na ingekuwa Israeli imetekwa. Sasa nataka nikumbushe kidogo kuwa wakati ule Henry Kissinger akawa anafanya zile wanaita shadow diplomacy, wanapita katika zile nchi za Kiarabu, Misri, anapita Syria, anapita Iraq, kujaribu kumaliza vita hivi. Na katika hizi shadow diplomacy ndipo ilipotokea khidba kubwa, Anwar Sadat akasimamisha vita. Ni kisa nishakieleza mara nyingi, lakini nachotaka kusema kitu kingine ni kuwa juzi walikuja hapa TBC, wanataka tufanye kipindi kimoja kuhusu Mama Teresa Ntale. Tunakifanya kipindi kumaliza, wakasema wanataka nizungumze kuhusu vijana na maadili. Mimi nilikataa, nikasema mimi si mtaalamu wa mambo ya maadili. Wakanishikilia sana na nilikataa. Lakini kuna kitu kama ungenigusa, kwa labda nizungumze kuhusu vijana sio maadili, wanawaonaje vijana wa leo, fikra zao katika elimu, kupenda kusoma, labda nigonge maneno haya. Sidhani kama leo nitamuonyesha kijana nikamwambia kitabu kaandika Edward Said, huyu ni Palestina na ni Mkristo, atakuwa na ufahamu. Nadhani chache sana kwa kujua. Sidhani kama nitamuuliza kijana unamjua George Habash, ataniuliza George Habash ni nani? Lakini George Habash ni katika Wapalestina wa Kristo ambao yeye ni mwasisi wa chama cha ukombozi, mmoja wa vyama vya ukombozi wa Palestina. Nimepata kuzungumza Zanzibar kwenye kongamano la wanafunzi wa vyuo vikuu vya Zanzibar, nikamzungumza Hassan Nasrallah. Hakuna aliyekuwa anamjua Hassan Nasrallah. Nimekuja nikaalikwa kuzungumza chuo cha diplomasia Kurasini, Dar es Salaam hapa, nikawa naeleza historia ya Mashariki ya Kati. Nikawauliza wanafunzi kama wanamjua Hassan Nasrallah. Hakuna aliyekuwa anamjua Hassan Nasrallah. Labda kama hao wangekuja tuzungumze kwa hawa vijana katika hali kama hii, nini imesababisha, samahani kutumia neno hili, ujinga huu umesababishwa na nini? Kuwa watu hawasomi. Na hakika watu hawasomi. Sasa katika siku mbili hizi, leo asubuhi nimesoma, kuna kitu kimenishtua sana. Profesa Marandi anasema, huyu ni msemaji mkubwa wa Iran, anasema kuwa Golan Heights, majeshi ya Israeli yameondoka Golan Heights na majeshi ya Syria yameingia Golan Heights, wameshika baadhi ya sehemu. Si kitu ambacho mtu unaweza ukaamini mara moja, lakini anasema maneno haya ni Profesa Marandi, mtu msemaji wa serikali ya Iran, mtu anaaminika katika duru za siasa. Unakwenda kwingine unasoma katika wiki hizi wanasema Hezbollah Lebanon wameangamiza kikosi kizima cha majeshi ya Israel. Wameangamiza kikosi kizima. Lakini ukienda katika media, ukienda kwenye Al Jazeera, ukienda CNN, hivi vitu vikuti. Unajiuliza inawezekana vipi mambo makubwa kama haya? Wiki hii nimesoma wanasema majenerali wakubwa wa IDF, majeshi ya Israel, wamekamatwa na Hezbollah wakiwa hai
tena wamefatwa mwendo mrefu kuwakamata hai, na wangelitaka wangeweza kuwaua, lakini hawakutaka Hizbullah kuwaua, walitaka wakamate hai. Na kumbuka mwanzo nilisema kuwa taarifa zimekuwa na matatizo, kwa kuwa wakasema kabla ya vita Israeli iliwekeana mkataba na mataifa makubwa na mashirika makubwa ya habari kuwa wao hawataonyesha Israeli inavyoadhibiwa katika vita hivi, hawataruhusu hayo onyesho. Unasoma mahali pengine wanasema Haifa, serikali ya Israeli inahamisha wakazi 50,000. Unakaa unawaza, unasema haya kweli nini kinatokea duniani? Lakini ni kuwa lazima tuzungumze kuhusu vita, na lazima wakati mwingine tutumie akili zetu. Ukweli ni kuwa hali ya Mashariki ya Kati, hali ya Israeli na hakika hali ya Irani haitakuwa sawa baada ya vita hivi kumalizika. Kuna mengi yatakuwa hadhiri na watu wafahamu. Basi nadhani tumalizie hapa. Assalamu alaikum.